Afrika ya Kati na eneo zima la maziwa makuu imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 1 kamili Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji, leo ni Oktoba mosi mwaka 2025. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya Amka na BBC asubuhi hii, kumeibuka maoni mseto baada ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kuhukumiwa adhabu ya kifo kwa kosa la uhaini wa kivita pamoja na uhalifu. Na tuisha mvumbua kama ni yeye alitumwa katika nchi yetu kukuja kuleta vurugo na kuua kabisa serikali yetu na kuua jeshi letu. Baadhi ya mashirika ya serikali nchini Marekani yapo hatarini kufungwa baada ya bunge kushindwa kufikia makubaliano kuongeza ufadhili wa serikali kuu. Na tutaangazia nini kipo nyuma ongezeko la wimbi la maandamano ya vijana maarufu kama Gen Z dhidi ya serikali kote duniani na huchochea kwa kiasi gani mabadiliko. Kumekuwa na ahadi zimeshatolewa kwenye maisha yao wakisikia toka kwa wazazi wao, viongozi wa kisiasa wakiahidi, na wamesikia ahadi hizo pia wao wenyewe na wameona hazijatekelezwa, lakini vile vile wanaunganishwa na mitandao ya kijamii. Wao wamezaliwa nyakati ambapo dunia imekuwa kijiji. Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Sarafina Robi. Sarafina, karibu. Asante sana Skola. Tukianza moja kwa moja msikilizaji, ni kwa kura ya mwisho ya kuongezea matumizi ya serikali haijafanikiwa kupitishwa katika Seneti ya Marekani, jambo ambalo litasababisha serikali ya nchi hiyo kusitishwa kwa muda katika saa chache zijazo. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Hii ni baada ya viongozi wa mrengo wa Democrats kukataa kuunga mkono muswada wa Republican kuhusu nyongeza kidogo ya ufadhili, wakisema muswada huo haukushughulikia wasiwasi wao kuhusu kupunguzwa kwa ufadhili katika programu za afya. Hapo awali, pendekezo lao la kupinga pia lilishindwa kupitishwa. Kusimamishwa kwa serikali kutasababisha huduma nyingi za serikali kusimama na mamia ya maelfu ya wafanyakazi kulazimika kuacha kazi. Rais Donald Trump ametishia kuitumia nafasi hii kuwafuta kazi wafanyakazi wa serikali na kupunguza programu zinazopendelewa na Democrats. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuidhinisha kikosi kikubwa zaidi cha usalama cha kimataifa ili kukabiliana na ghasia za magenge nchini Haiti. Kitengo kipya kitakuwa na hadi wafanyakazi 5,500 wakiwemo maafisa wa polisi na askari. Kitakuwa na jina jipya la kikosi kipya cha kukandamiza magenge. Takriban maafisa wa polisi 1,000, wengi wao kutoka nchini Kenya, wametumwa nchini Haiti kwa muda wa miezi 15 iliyopita kusaidia jeshi la Haiti lilozidiwa katika vita dhidi ya ghasia za magenge, lakini wameshindwa kurejesha utulivu. Marekani ilifadhili hatua hiyo ili kuongeza idadi pamoja na Panama magenge yenye silaha yana udhibiti wa karibu mji mkuu wote wa Haiti wa Port-au-Prince, katika mzozo ambao umelazimisha zaidi ya watu milioni 1 kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa viongozi wa Taliban Afghanistan kurejesha mara moja huduma za mtandaoni na mawasiliano ambazo walizikata nchini kote siku ya Jumatatu. Marufuku hiyo imedhoofisha hali ya maisha katika nchi ambayo tayari imejitenga, ikiwa ni pamoja na huduma za matibabu na dharura na uwezo wa watu kupata pesa kutoka kwa jamaa zao wanaofanya kazi nje ya nchi. Akizungumza na BBC, Fahima kutoka Afghanistan ameambia BBC kwamba huduma hiyo ya mtandaoni ndiyo njia pekee anayoitumia kupata elimu na kufungwa kwake kumemfanya akose msaada. Mimi na dada zangu wawili tumekuwa tukisoma kupitia mtandao. Tulikuwa tunafahamishwa na kujua habari na pia mambo ya teknolojia kupitia mtandao. Lakini kwa sasa hatuwezi kujua kinachoendelea au hata kupata ujuzi mpya. Tulikuwa na ndoto za kumaliza masomo yetu na kumsaidia baba yetu kifedha. Ila sasa tunakaa nyumbani na hatufanyi chochote. Naam, hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini DRC tusikilize kupitia redio Muungano Beni, Tanzania CGFM na redio Kwizera, Uganda ni redio Kitara, Kenya ni Nyota FM, lakini pia internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Hisia mseto zimeibuka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mahakama kuu ya kijeshi kumhukumu adhabu ya kifo rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila baada ya kumtia hatiani kwa makosa ya uhalifu wa kivita na uhaini. Hukumu hiyo ilitolewa hapo jana Jumanne bila yeye mwenyewe kuwepo. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Mkuu wa zamani wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ameamuriwa kulipa uharibifu wa dola bilioni 33 pamoja na bilioni 29 kwa chama cha kiraia Jamhuri na bilioni 2 kwa kila mmoja ya vyama vya raia vya Kivu Kaskazini na mkoa wa Kivu Kusini. Koti ya juu ya jeshi iliamuru kukamatwa kwa Senate kwa maisha yote baada ya kumtambua kuwa na hatia ya makosa yote yaliyowekwa katika usaliti fulani, ushiriki katika harakati za uhamasishaji uhalifu wa kivita. Wanachama wa kisiasa wanaounga mkono utawala ulioko madarakani nchini Kongo, Auguste Kabila, mmoja wa viongozi wa UDPS mashariki mwa Kongo, amesema tulishamjua na tulishamvumbua kama ni yeye alitumwa katika nchi yetu kukuja kuleta vurugo na kuua kabisa serikali yetu na kuua jeshi letu. Leo hii katika madaraka ya Bwana Tshisekedi, polepole. Masaa kadhaa kufunua sababu za dhamana hii kutoka kwa mtazamo wa sheria na ukweli. Kulingana na majaji, Joseph Kabila ndiye mkuu wa M23, ingawa akiwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuwa mkuu wa harakati zote za uasi tangu uasi wa Mtebusi. Yeye hufanya ukaguzi katika vituo vya mafundisho vya waasi, anasimamia wafanyakazi wa uasi na anaelekeza uhasama dhidi ya DRC, ilisema mahakama kuu. Maamuzi hayo yamepelekea wanachama wa kisiasa wa PPRD wake Joseph Kabila kulaani utawala ulioko madarakani nchini Kongo, kama anavyoeleza Inosa Mirimo, mmoja wa viongozi wa PPRD mashariki mwa DRC. Felix kabisa huyo ni kuona kwa mbali, na sisi tulio hii mambo kama itakuwa vile tunaona na macho, sababu Felix hata siku moja haheshimia mipangilio yake na wa partenaire politiki wake. Sisi kama chama PPRD tunaona na macho. Kuhusu utaifa wa Joseph Kabila, kulingana na vyama vya kiraia, korti ilitangaza kuwa haifai. Hukumu ya mahakama inafanya kazi yake dhidi ya aliyekuwa kiongozi wa taifa, wala hairuhusu mpangilio wa mali yake. Shirika la kiraia la Amka Kongo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limejulisha mtazamo wake, kama anavyojulisha Jack Sinzahera. Tunasema hiyo mahakama kama ni ya ukweli, iwahukumu wale wote ambaye wamejiunga na adui, wale wote ambao wamesababisha ukosefu ya usalama, wale wengine makanali wamejiunga na adui kwa kuvunja haki za binadamu, kuua raia na kwa kuleta ukosefu wa mali. Kwa koti nchini Kongo, ukweli huu ni wa nguvu sana. Pamoja na Kabila alikuwa rais kwa miaka 18, akikiuka jukumu la akiba na uaminifu kwa serikali. Taarifa yake Chube Ngorombi. Maseneta wa Marekani wameshindwa kupitisha mswada wa dharura wa dakika za mwisho ili kuzuia kufungwa kwa serikali, hali inayomaanisha kwamba ufadhili utakoma rasmi kutoka serikalini. Mswada huo wa dharura uliwasilishwa na Republican na kugonga mwamba baada ya Democratic kukataa kuunga mkono, wakisema kwamba hauangazii kikamilifu wasiwasi wao kuhusu mipango ya huduma za afya ambayo inakabiliwa na upunguzaji mkubwa wa fedha. Zaidi na Martha Saranga. Jaribio la kambi ya Democrat kupitisha pendekezo mbadala pia lilishindwa mapema, hali inayozidisha mvutano wa kisiasa mjini Washington. Ikiwa serikali ya Marekani itafungwa rasmi, itasababisha maelfu kwa maelfu ya wafanyakazi wa umma kwenda likizo bila malipo, huku huduma nyingi muhimu za serikali zikisitishwa. Katika kile kinachoonekana kama ongezeko la mvutano wa kisiasa, Rais Donald Trump ameonya kuwa atatumia hali hiyo ya kufungwa kwa serikali kama fursa ya kufanya mabadiliko ya kudumu, ikiwa ni pamoja na kufuta ajira za wafanyakazi wa serikali na kupunguza fedha kwa miradi inayoungwa mkono na Democrats. Tunaweza kufanya mambo ya kutatua kufungwa kwa serikali ambayo ni ya kudumu. Kauli ambazo zimeibua hofu na ukosoaji kutoka kwa viongozi wa upinzani na wanaharakati wa haki za kiraia. Katika hatua nyingine, Rais Trump ameitisha mkutano wa dharura na makamanda wa kijeshi kutoka ndani na nje ya nchi, akiwataka waanze kutumia miji ya Marekani kama uwanja wa mafunzo ya kijeshi. Trump amedai kuwa kuna adui wa ndani, akitaja miji inayoongozwa na chama cha Democrats kama vile Chicago na New York kuwa ni hatari na kuwapa kushughulikia moja baada ya mwingine. Wataalamu wa usalama na viongozi wa kisiasa wameeleza wasiwasi kuhusu hatua hiyo, wakisema inaweza
inaweza kuhatarisha demokrasia. Seneta mwandamizi wa chama cha Democrats Jack Reed amelaani vikali mkutano huo akisema ni udhaifu wa hali ya juu wa kiuongozi. Wakati taifa hilo likikumbwa na sintofahamu, wachambuzi wanasema mwelekeo huu wa serikali ya Trump kwenye matumizi makubwa ya jeshi dhidi ya raia ni ishara ya hatari ya kuzorota kwa utawala wa sheria na misingi ya demokrasia nchini humo. Martha Saranga. Siku chache zijazo kufikia Oktoba 7, mzozo wa Gaza utatimiza miaka 2. Vita vimeiacha Gaza katika hali ya uharibifu mkubwa. Idhaa ya BBC Kiarabu imekuwa ikijaribu kukadiria kiwango cha uharibifu katika ripoti hii maalum ya Abirahim Said inayowasilishwa na Peter Mwangangi. Tukutahadharishe tu msikilizaji kwamba taarifa hii ina maudhui ya kuhuzunisha. Hii ni Gaza baada ya karibu miaka 2 ya vita. Maeneo mengi yamegeuka vifusi. Vita vilianza Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya Hamas kushambulia Israel ikiwa takriban watu 1200 na kuchukua mateka 251. Watu 47 bado wanashikiliwa huku 20 wakidhaniwa kuwa hai bado. Katika kujibu mashambulizi haya, Israel ilizindua kampeni kubwa ya kijeshi ikisema lengo lake ni kuiteketeza kabisa Hamas na kuwarudisha mateka nyumbani. Athari za vita hivi kwa binadamu zimekuwa kubwa sana. Sasa macho yote ya kimataifa yanaelekezwa kwenye tatizo la utapiamlo ndani ya Gaza. Kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa mwishoni mwa mwezi Agosti, nusu milioni ya watu wanakabiliwa na njaa kali na kifo. Israel ilisema ripoti hiyo ni ya uongo na yenye upendeleo. IPC ilikanusha madai hayo. Mtoto wangu wa miaka 5 aliuawa. Jina lake ni Naim Ibrahim Al-Najjar. Alifariki katika hospitali ya Kamal Adwan kutokana na utapiamlo na njaa kali. Hapa kuna picha zake. Angalia jinsi alivyokuwa awali na jinsi alivyokuwa baada. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ni hospitali 18 tu kati ya 36 kubwa za Gaza ambazo zinafanya kazi, na zinaelezewa kuwa zinatoa huduma kwa sehemu ndogo sana kwa sababu zimepata uharibifu mkubwa. Tunazingatia upasuaji unaokoa maisha huku tukiahirishia mambo mengine. Bila shaka, kuchelewesha baadhi ya waathirika kunasababisha hali za wagonjwa walioathirika kuwa mbaya zaidi. Na taarifa yake Peter Mwangangi. Moja kwa moja sasa viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Tuanzia katika ligi ya mabingwa Ulaya. Baadhi ya matokeo ni Kairat 0, Real Madrid 5. Kylian Mbappe akipiga goli 3 na kutimiza goli 60 za mashindano hayo. Galatasaray 1, Liverpool 0, Pafos 1, Bayern Munich 5, Chelsea 1, Benfica ya Jose Mourinho 0. Atletico Madrid 5, Eintracht Frankfurt 1. Antoine Griezmann akifunga goli lake la 200. Marseille 4, Ajax Amsterdam 0. Leo kuna michezo 9. Miongoni mwa mapambano ya kuvutia ni Barcelona dhidi ya mabingwa watetezi PSG na Arsenal wakiwakaribisha Olympiacos ya Ugiriki. Mchezaji nambari 1 kwa ubora duniani katika mchezo wa tennis, Carlos Alcaraz, raia wa Hispania, ametwaa taji la mashindano ya wazi ya Japan baada ya kumbwaga Taylor Fritz, raia wa Marekani, kwa 6-4 na 6-4 kabla ya kutangaza kujiondoa katika mashindano ya Shanghai Masters yanayoendelea. Amesema anahitaji kupumzika. Hilo ni taji la 8 la ATP kwa Alcaraz mwaka huu. Tukiangazia cricket sasa, ni kwamba India ilipambana vilivyo kubadili matokeo na kuichapa Sri Lanka kwa mikimbio 59 katika mchezo wa ufunguzi wa fainali za kombe la dunia la cricket kwa wanawake huko Guwahati. Wenyeji India walitanguliwa kwa wiketi 4 katika mikimbio 4 ndani ya mipira 11, hivyo kuwa nyuma kwa 124 kwa 6 kabla ya kupindua meza. Tukirejea katika soka, fainali za dunia za soka kwa vijana wa umri wa chini ya miaka 20 zinazoendelea huko Chile, Japani wamewachapa wenyeji 2-0, huku Korea Kusini na Paraguay wakitoka sare ya bila kufungana. Hii leo ni Italia dhidi ya Cuba na Hispania ikitoa na jasho na Mexico. Katika tetesi, Tottenham ni miongoni mwa klabu zinazokodolea macho mlinzi wa Crystal Palace, raia wa England wa umri wa miaka 25, Maguire. Na wandani wa Manchester United wanaofia kocha wa timu hiyo, raia wa Ureno, Ruben Amorim, mwenye umri wa miaka 40, ataachia ngazi kabla ya kufukuzwa kazi. Tumalizie na ligi ya soka Tanzania bara. Inatarajiwa kuendelea hii leo kwa michezo kadhaa ambayo ni miwili.
Michezo hiyo, Simba ama wekundu wa Msimbazi watakaribisha Namungo na JKT Tanzania kuikaribisha Azam. Hapo jana ligi hiyo ilitoa matokeo yasiyotarajiwa na wengi pale Mbeya City ilipogawa na alama na mabingwa wa Yanga kwa sare ya kutofungana. Mwisho wa dondoo za michezo asubuhi hii. Skola Kisanga. Tungoje tuone. Matangazo haya ni Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na kuibuka maoni mseto baada ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kuhukumiwa adhabu ya kifo kwa kosa la uhalifu wa kivita pamoja na uhaini. Baadhi ya mashirika ya serikali kwa Marekani huenda yakafungwa baada ya bunge kushindwa kufikia makubaliano ya kuongeza ufadhili wa serikali kuu. Na muda mfupi ujao tunaangazia nini hasa kipo nyuma ongezeko la wimbi la maandamano ya vijana maarufu kama Genzi dhidi ya serikali kote duniani na kuna chochea kiasi gani mabadiliko. Hii ni BBC. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu, sawa na saa 1 na dakika 16 Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Licha ya kuwa na baadhi ya aina za nyoka na buibui wenye sumu kali zaidi duniani, Australia hurekodi vifo vichache sana kila mwaka vinavyosababishwa na kung'atwa na viumbe hao. Sasa wanawezaje kulifanikisha hili? Siri yao ni dawa ya kuzuia sumu, yani antivenom. Wanazalisha kwa wingi kupitia njia ya kuwakamua wanyama hao, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Australia Katie Watson. Taarifa inawasilishwa hapa na Lizi Masinga. Kutana na Emma, mfugaji mkubwa wa buibui na anayewatunza wanyama hatari sana duniani wenye miguu 8 wasio na mabawa na antena wanaofahamika kama arachnida. Habari Vanessa, una buibui wowote kwa ajili yetu hii leo? Ninao 2. Safi kabisa. Watu katika maeneo mbalimbali mjini Sydney wameomba kukusanya buibui hatari watakaowaona ili wakamuliwe sumu yao ambayo itageuzwa kuwa dawa ya sumu. Emma anaweza kukusanya buibui wengi ndani ya siku moja. Alikuwa amejificha chini ya hapa. Charlie ameweza kukusanya buibui kadhaa tangu ahamie kwenye nyumba yake mpya. Huyu ni buibui mwenye sumu kali. Mungu wangu. Niliona tu bora ni mwokote kwa sababu nimekuwa nikiambiwa kuwa nahitajika kuokota kisha niwapeleke wakakamuliwe sumu. Ni jambo la muhimu sana. Katika hifadhi ya wadudu wanaotambaa, buibui wamewekwa kwenye makundi mbalimbali. Hapa wanapewa makazi mapya na kuandaliwa kwa ajili ya kukamuliwa sumu. Ni muhimu sana kwa watu kama Charlie kuwaokoa buibui hawa pale wanapokutana nao, kwa sababu mpango wetu unategemea sana mchango wa buibui hawa ili kuwa na sumu ya kutosha kwa ajili ya mpango huu unaohusiana na kutengeneza dawa ya kukabiliana na sumu yao. Buibui hawa wanaweza kumuua mtoto ndani ya dakika 13, lakini unahitaji buibui 200 wa aina hii ili kutengeneza dawa ya kukabiliana na sumu yao. Ni kazi inayookoa maisha ya watu na kitu cha kustaajabisha sana kwa wageni wanaotembelea. Wanasimama kwa kutumia miguu yao ya nyuma, kama unavyomwona huyo anavyofanya sasa hivi. Na sumu inatokea kwenye meno yao. Kwa hiyo kama nikisogea taratibu na kwa umakini, naweza kufyonza sumu kwenye meno yao. Kisha tunatumia sumu hiyo kutengeneza dawa inayoweza kuokoa maisha ya mtu. Wanaweza kuwa wakali kidogo. Nyoka wengi wenye sumu kali duniani wanapatikana hapa Australia. Kwa hiyo huwa wanawakamua sumu yao. Lakini Billy anasema hilo lisiwavunje watu moyo kuhusu kutaka kutembelea Australia. Sio kwamba nyoka wanatembea tu hovyo hovyo mitaani waking'ata watu. Huo sio uhalisia. Wao hawapendi kusumbuliwa, na kama utang'atwa na nyoka, basi Australia ndio sehemu sahihi kwako. Tuna dawa nzuri ya kukabiliana na sumu. Inatolewa bure. Hapa ndipo sumu ya asili inapohifadhiwa. Hii inagandishwa hadi pale inapokauka. Kisha inapelekwa maabara na kugeuzwa kuwa dawa inayokabiliana na sumu. Kwa hiyo hapa unaweza kuona dawa iliyotengenezwa kukabiliana na sumu ya nyoka aina ya kahawia, Death Adder na Taipan na wengine wengi. Hii ndio itakayookoa maisha yako. Ni Lizi Masinga na taarifa yake Katie Watson.
Maandamano ya vijana nchini Morocco yameendelea kusambaa katika miji mingi zaidi huku yakiingia siku ya 4 na katika baadhi ya maeneo yamegeuka machafuko kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Kuna ripoti kutokea maeneo ya kusini na mashariki kwamba waandamanaji walirusha mawe huku gari ya polisi ikigonga waandamanaji. Wengi wamekamatwa. Maandamano haya yamepangwa kwa muda mfupi kupitia mitandao ya kijamii na kundi lijulikanalo kama Gen Z 212. Haya yanajiri wakati polisi Madagascar nao wanakabiliana na waandamanaji vijana ambao bado wamerejea mtaani katika mji mkuu licha ya rais kukubali kuvunja serikali. Barani Asia katika nchi za Nepal na Bangladesh pia kumeshuhudia maandamano ya vijana yani Gen Z kudai mabadiliko na ilosababisha viongozi kujiuzulu. Vuguvugu hili la vijana kutaka mabadiliko linasaidia kwa kiasi gani kuleta mabadiliko ya kiutendaji na uwajibikaji? Nimezungumza na Bevelyn Kwamboka, mwanaharakati kutoka nchini Kenya, pamoja na Ochek Msuva kutoka Bridge for Change Tanzania, ambaye anaanza kuelezea kiu ya vijana hawa yani Gen Z kwa serikali. Kundi hili sio kundi linalomiliki njia kuu za uchumi, kundi ambalo sauti zake haziakisi kwenye uundaji wa sera. Kwa hiyo wako wengi katika nchi tofauti. Ukienda kwenye vyombo vya maamuzi, kundi hili pamoja na wingi wake liko kwa udogo zaidi kwenye vyombo vya maamuzi, na sauti zao hazionekani moja kwa moja kwenye vyombo vya kufanya maamuzi. Nitakuuliza, kwa nini unadhani mwamko huu umeonekana zaidi sasa? Kwa sababu ya utayari wa hicho kizazi chenyewe. Ukichukua kijana wa miaka 35 kushuka chini, kwa vyovyote vile wameshamaliza vyuo vikuu, wengine wana degree ya kwanza mpaka ya pili, wamekuwa wanatafuta kazi kwa miaka kadhaa na walikuwa na matumaini wakati wanasoma kwamba ukimaliza chuo utapata kazi, na kumekuwa na ahadi zimeshatolewa kwenye maisha yao wakisikia toka kwa wazazi wao, viongozi wa kisiasa wakiahidi, na wamesikia ahadi hizo pia wao wenyewe na wameona hazijatekelezwa. Lakini vile vile wanaunganishwa na mitandao ya kijamii. Wao wamezaliwa nyakati ambapo dunia imekuwa kijiji, na hii inawapa nguvu wao ya taarifa. Kwa hiyo hayadanganyiki kirahisi. Zamani mwanasiasa angeweza kutoa ahadi kwamba nitajenga barabara kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani, lakini mwananchi aliyeko pembezoni mashinani kule hata kuwa na taarifa kama barabara hiyo ilijengwa au la. Lakini vijana wa sasa taarifa hizo zote wako nazo. Sasa vijana wote wanawasiliana kwa urahisi, wanapata taarifa zaidi. Viongozi walioko madarakani hawajaweza kuwa na mwitikio wa masuala ya vijana kisawasawa. Bevelyn, tunapozungumza ni jana tu rais wa Madagascar alisema ataivunja serikali yake baada ya maandamano ya vijana hawa maarufu kama Gen Z. Kule Nepal tuliona mpaka waziri mkuu akajiuzuru, Bangladesh kadhalika. Nchini Kenya ndiko ambapo maandamano ambayo yalivunja rekodi tuseme. Unadhani pengine vijana hawa wamechoka utawala wa kiimla na wanataka mabadiliko, ama ni nini hasa kinachowafanya kusogea mstari wa mbele kuandamana? Sisi ni kizazi ambacho tulisoma na tukaambiwa ukimaliza chuo utapata kazi. Ukimaliza chuo tukasoma kama masomo tofauti kwamba ukimaliza chuo utapata kazi. Ukisomea hivi utapewa hivi. Tumemaliza, tumefika pale tuko na vyeti lakini hatupati zile kazi. Tuliambiwa kwamba uongozi mbaya unatolewa kwa katiba ama kwa katika ile siku ya kupiga kura. Hatungoji pale sababu tumesoma, tunaelewa katiba inachosema, na wale ambao ni kizazi ambacho kiko mbele yetu kuna shida kati yetu na wao. Wao hawatuelewi. Wao wanasema kwamba tumeharibiwa na mtandao. Ukirudi nchini Kenya, sisi kwa muda tumeishi tukiona wazazi wetu, viongozi wetu ambao wako na umri mkubwa kutuliko wakifanya mambo kwa jinsi ile wanavyotaka. Kitu kingine ni kwamba sisi kwa kimombo wanasema there is no us without us. Mbona wataki sisi tukue katika ile meza, katika ile kitengo tupange mambo yanayotuhusu, kwa sababu sisi tunaelewa tunachopitia katika hii kitengo ya sisi kama as a group of Gen Z, lakini wao hawataki kutuona katika ile meza yao. Na ndio maana tunapigania sana tuingie kwa ile meza. Na kama umeingia, hata kama wewe si Gen Z, kama hautafanya vile tunataka ambayo ni kikatiba, utatoka. Na kama mnaona Beverly, unaona njia peke yake ni kuingia barabarani kuandamana, na tuliona maandamano yaliyofanyika nchini Kenya Gen Z mwaka uliopita aligharimu maisha ya mamia ya watu. Hamdhani kama kuna njia nyingine mbali na kuingia barabarani? Kuna njia nyingi, but hiyo ya maandamano ndio wanaelewa. Kuna njia ya kikatiba kwamba kusubiri baada ya miaka 5 tubadilishe uongozi. Kuna njia nyingine ya pili ambayo ni kuenda kotini. Mahakama zetu siku za hivi karibuni umegundua kwamba serikali yetu isikizi mahakama. Mahakama yasema hivi, serikali yasema hivi. Lakini tukisubiri huo muda, kuna njia zingine, kuna katiba, kuna mahakama,
na maandamano ambayo ndio wanaelewa. Naam. Ocheki Msuva, hapo mataifa ambayo yanaingia katika uchaguzi mkuu mwaka huu, kule Guinea wanafanya uchaguzi tarehe 28 Disemba, Guinea Bissau 23 Novemba, Malawi wamefanya uchaguzi tarehe 16 mwezi huu uliopita tu wa Septemba. Kadhalika Tanzania inaingia katika uchaguzi wake mkuu tarehe 29 Oktoba. Unaona wapi mwamko wa vijana, na je, unaleta mabadiliko kiasi gani kwa viongozi wanaoingia madarakani sasa? Mwamko umeanza kuwa, tunasema, unavuka vyama vya siasa. Ni rahisi kukutana na vijana wanaotoka vyama tofauti pamoja na utofauti wa mitazamo yao. Kuna mambo ambayo yameshaanza kuwaunganisha, na hii tafsiri yake ni kwamba pamoja na kwamba tunaweza tukafanya chaguzi, lakini kama masuala ya vijana yatakuwa hayajashughulikiwa, nchi zote ambazo zinafanya uchaguzi mwaka huu, bado vuguvugu la vijana kudai haki na kutaka usawa, kutaka uchumi, wapate ajira halitaisha, kwa sababu uchaguzi hautamaliza changamoto ya ajira ambazo vijana tuko nazo, lakini vile vile uchaguzi hautamaliza tatizo la sauti za vijana kusikika. Tumeona barani Afrika baadhi ya wanasiasa ambao wameingia madarakani pengine hata sio kwa njia ya kidemokrasia, kama Traore anaonekana maarufu zaidi mtandaoni miongoni mwa vijana kwa sababu ya aina ya hatua ambazo anazichukua kwenye jamii yake. Kwa hiyo ninachojaribu kusema hapa ni kwamba kwa kweli mwamko wa vijana hautazimwa tu na kufanyika kwa uchaguzi, lakini utazimwa kwa serikali kuwa sikivu, kuelewa matakwa ya vijana na kufanyia kazi mahitaji ya vijana. Vijana ni kama vile wanachoka na mchakato wa kidemokrasia pale ambapo mchakato ule haujibu mahitaji yao ya kila siku, njia kuu za uchumi na vyombo vya maamuzi na mahitaji yetu, na zile ahadi ambazo zimetolewa zinaonekana kuto kutimia kwa wakati. Naam. Beverly, kule Morocco mamia ya vijana waliweza kuingia barabarani na kuandamana katika miji mikubwa yote wakitaka serikali itumie pesa za serikali kuweza kudumisha masuala ya afya na elimu badala ya ujenzi wa viwanja vipya vya mpira wa miguu. Unadhani miamko ya namna hii kwa vijana inasaidia kwa kiasi gani kufanya serikali zetu kubadilika, kutekeleza matakwa ya wapiga kura wao? Ni kwamba vijana wanajaribu kuambia serikali iliyopo kwa sasa kwamba barani Afrika hatuhitaji viwanja, tupee kwanza kitu inayoitwa basic needs: elimu, afya, chakula, usalama na viwanda. Viwanda ukiweka utaweka makazi, watu wengi watapata kazi. Bado serikali itaendelea kufanya mambo kwa njizi ambayo inayafanya saa hii. Bado hii maandamano itaendelea bara Afrika, dunia mzima, kwa sababu hawa-address yale mambo ambayo ni basic. Wao wanataka ku-address mambo yao yale. Sisi Kenya, jambo kubwa ambayo inatusumbua ni kwamba ni ufisadi, lakini hiyo pesa hairudi kwa mwananchi. Hatuna shule, usalama ndio imeharibika, na afya. Sasa serikali ikichukua ushuru ituletee maendeleo. Wakiiba hiyo pesa waende kuweka ugaibuni, tutawaendea pale na tutaenda maandamano. Asante. Ocheki Msuva, Waswahili wanasema utamu wa ngoma ingia ucheze. Wakipewa uongozi, unadhani watu ambao wanaweza kuleta mabadiliko? Changamoto kubwa tulionayo barani Afrika ni kwamba mfumo wa ushiriki wa vijana kuanzia kwenye vyama vya siasa, ambalo ndio majukwaa ambayo yamejaribu kutengeneza nafasi za vijana kushiriki, umekuwa ni mfumo uliobinywa zaidi na wale walio juu yake. Kwa hiyo viongozi wa Afrika ambao walipigana wakiwa vijana, tatizo kubwa ni kwamba na wao wakikaa pale wamekuwa wanabinya zaidi. Kwa hiyo uwezo wa kijana kuonyesha makeke au makali yake ya kiuongozi umebinywa sana na wale walioko juu yake. Wale walioko madarakani wanawataka vijana waimbe nyimbo kwa sauti zao na wacheze ngoma kwa step ambazo wao wameziweka. Kwa hiyo vijana wako tayari na wana nguvu na wana uwezo, lakini mazingira ya vijana kuleta mabadiliko katikati ya msitu huo kunahitajika nguvu ya ziada, lakini vile vile utashi wa kisiasa walioko madarakani kukubali kuwapa hawa vijana nafasi. Je, wako tayari? Hilo huenda ni jambo ambalo ni la kusubiri. Ocheki Msuva kutoka Bridge for Change huyo, lakini pamoja naye alikuwa ni Beverly Kwamboka, kwa pamoja tukiangazia wimbi la kuongezeka kwa maandamano ya kizazi cha sasa maarufu kama Gen Z. Na hapo na tamatisha matangazo haya ya Amka na BBC, yamesimamiwa na Martha Saranga, fundi mitambo ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga, na uwe na asubuhi njema.